Kiuhalisia hili ni jambo la msingi sana la kulitafakari. Je, ni upande gani wa kulaumiwa katika hili? Kiuhalisia mfumo wetu wa elimu unaandaliwa na serikali. Serikali ndio inatakiwa iwaandae vijana katika skills fulani. Mfumo wa elimu unaoandaa vijana, je, unaandaa kupata hizo skills kwa ajili ya ajira au kujiajiri? Kama mfumo hauko vizuri, hata vijana hawatakuwa vizuri. Lawama zisije kwa vijana kwamba kwa nini hawana hizo skills. Ni mfumo wa elimu ulioandaa. Mfumo ulioandaa unaandaa kutokuwa na hizo skills wao kujiajiri au kupata ajira fulani. Kwa bado hilo linarudi upande wa serikali kwamba serikali inatakiwa iwajibike kuandaa vijana, kuandaa mfumo wa elimu kuwasaidia vijana kuwa na hizo skills za wao kupata hizo ajira au kujiajiri. Amani Mgugu ni mwanafunzi katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa upande wangu katika kutatua changamoto ya ajira na ni skills gani vijana wanazikosa katika jamii, kwanza kabisa ni wizara yenyewe inahusika kutatua changamoto hii. Wizara itatatuaje changamoto hii? Wizara itatatua changamoto hii pale endapo, kwa sababu kuna mfuko wa kutoa mikopo kwa vijana. Sasa kabla hatujawapa vijana wale hiyo mikopo, vijana hao wanatakiwa wapatiwe ujuzi, wapatiwe mafunzo namna ya kuwekeza katika hiyo mikopo na ni shughuli gani wanataka kuwekeza katika hiyo mikopo. Wapewe ujuzi kutokana na shughuli hiyo inawekezwaje, ili mikopo hiyo wanapopewa ije kuleta manufaa katika kile ambacho wanakifanya. Lakini kwa upande mwingine vijana wenyewe wanatakiwa wenyewe waangalie kutokana na mabadiliko yanayojitokeza katika jamii. Kukua kwa sayansi na teknolojia imeleta mabadiliko makubwa katika jamii. Vitu ambavyo vinawafanya sasa vijana waache kuangalia mfumo uliopita, tuangalie mfumo wa kisasa ambao unahitaji vitu vingi kuendeshwa kutumia teknolojia kama vile smartphone, kutumia kompyuta. Shughuli nyingi siku hizi zinafanyika kupitia online, biashara nyingi zinafanyika kupitia online. Watu wanafanya vikao kupitia hizi platform za kidigitali. Kwa hiyo vijana wenyewe wanatakiwa waangalie fursa ambazo ziko katika jamii kwa kushirikiana na wizara ya vijana hii. Lakini kwa upande mwingine serikali yenyewe inatakiwa iimarishe mfumo wake wa elimu. Mfumo wa elimu ambao tunao katika serikali yetu unaandaa vijana kuja kuwa wafanyakazi watiifu na sio kupata ujuzi ambao unaweza ukawaongoza wenyewe katika kuendana na mazingira yaliyo katika jamii. Wizara itafanya nini? Wizara inatakiwa imarishe ule mfumo wa VETA, vocational training. Unatakiwa uimarishwe kwa kutoa zile kozi za muda mfupi. Kama vile tukiangalia kuna ukosefu wa ajira kwa vijana mtaani. Je, tunatatuaje changamoto ya ukosefu wa ajira? Kwa kuangalia shughuli ambazo vijana wanaweza wakazifanya kwa kupata mafunzo kwa muda mfupi na wakaanza kujishughulisha wenyewe na kuendesha maisha yao. Kama vile vijana wanaweza wakajifunza mafunzo ya ucherehani. Hizo ni kozi fupi zinaweza zikatolewa na mfumo wa VETA. Kuchomelea wedding zile ni mafunzo ya muda mfupi, vijana wanaweza wakafanya hivyo. Asante sana kwa nafasi hii. Kama nilivyojitambulisha mwanzoni, naitwa Wilson Kondo Eliasi. Kwa kweli changamoto zipo nyingi, ila kwa upande wangu nitaenda kuongelea changamoto kama sio moja ni mbili. Ya kwanza ni upande wa elimu. Mfumo wetu wa elimu unatuandaa kuja kuajiliwa. Na hata pia ukiangalia asilimia kubwa ya masomo tunavyofundishwa, asilimia kubwa ni theory. Kwa hiyo tunafundishwa jinsi ambavyo tutakuja tufanye kazi. Yes, kama alivyosema mwenzangu pale, sitaelezea sana kwa sababu ameshaliongelea. Lakini pia changamoto nyingine ilikuwa ni ukosefu wa mitaji. Japo hii changamoto imeanza kutatuliwa angalau kidogo, lakini ilikuwa ni changamoto kubwa. Mtu umeshapata ujuzi, lakini sasa umeingia mtaani, hauna cha kuanzia. Kwa hiyo hii hapa umeanza kuitatua, ilikuwa ni changamoto, wameanza kuipunguza. Asanteni sana. Kwanza kabisa serikali wamesema kwamba shida ni vijana hawana maarifa. Si ndio? Ndio tatizo. Sawa, ajira zipo lakini shida ni vijana. Kwa upande wangu ili haipo sahihi. Kwa sababu gani? Wanaotupatia elimu ni wenyewe.
wanaandaje watu ambao hawana maarifa ya kufanya kitu fulani. Umeona? Basi kama walivyotangulia ndugu zangu kusema kwamba mfumo wa elimu ambao sasa hivi tuko nao ubadilishwe. Si wanasema hatuna nanili, ubadilishwe, waweke mfumo ambao itabidi utupatie sisi maarifa. Kwa sababu ukiangalia mfumo wa elimu wetu hapa tunasoma tu tuseme information, labda mawazo ya watu. Umeona? Haitupatii skills za kuwa labda innovators, discoverers. Umeona? Ambayo itatusaidia sisi kama sisi tukishahitimu kufanya, tukihitimu masomo yetu, tunapoingia mtaani tuna maarifa yetu, tutafanya hivi, hatutosubiria nini? Ajira. Kwa mfano mzuri, mfumo wa elimu ambao ulipendekezwa na Mwalimu Nyerere kipindi cha Azimio la Arusha 1967, Education for the Self Reliance. Ile elimu mimi kwangu naona ile ndio ilikuwa practically, ile ndio ilikuwa yenyewe. Kwa sababu gani? Ile ilikuwa inaandaa watu kuwa na ujuzi fulani. Kwa mfano, unaweza kukuta pale kuna darasa la wafugaji, kilimo, na wanafundishwa kwa vitendo. Umeona? Labda unaweza kukuta pale wapo carpenters, hawa wanafundishwa kwa vitendo. Kwa hiyo basi wakitoka kwenye masomo wanapohitimu atakuwa na ujuzi tayari. Kwa mfano mimi ni carpenter, I can create furnitures. Umeona? Akajipatia ajira yake, asilaumu tena serikali wala nini. Kwa hiyo mimi hivyo tu. Asante. Mwanzoni nadhani tukubaliane kwamba hakuna nchi ambayo vijana wake hawana matatizo wala hawana changamoto. Kila nchi vijana wake wana changamoto na wana matatizo. Lakini utofauti unakuja kwamba kwenye kiwango cha matatizo au changamoto, si ndio? Ukiangalia nchi kama Marekani, nchi kama China, ni nchi pia ambazo vijana wake pia wana changamoto, lakini extent ya changamoto ni kidogo sana. Na ukiangalia pia sasa nchi za Afrika, vijana wake wana changamoto na matatizo makubwa sana kiasi kwamba tiba yake imekuwa ni ngumu kupatikana. Lakini pia tukija kwenye misingi ya nchi nakwambia kwamba unapozaliwa, unapotoka tumboni kwa mama yako, si ndio? Wewe unakuwa ni kijana wa nchi, si ndio? Ni kijana wa taifa. Kwa maana hata mimi leo hii nikija nikakupiga au nikakuua, nashtakiwa na nini? Na taifa, kwamba nimeua kiumbe cha nini? Cha taifa. Kama kauli ndio hii hapo ya nchi, tuhitimisha kwa kusema kwamba mtu wa kwanza kulaumiwa au mtu wa kwanza kutupiwa gamba ni serikali. Si lawama za kejeli au si lawama za kumtupia mzigo kiasi kwamba tunamlaumu kwa 100%, lakini serikali ndio ina wajibu wa kumshepu kijana. Ninapompatia elimu hii hapa ataenda wapi? Kwa sababu unaposema mimi ni kijana wako, maana yake hakikisha unanipatia elimu ambayo itanisaidia mimi baada ya kumaliza chuo au baada ya kumaliza masomo yangu, nitaenda wapi? Tumekuwa na vijana wengi ambao tumesoma uinjinia, tumesoma udaktari, tumesoma uhasibu, lakini mwisho wa siku tunaenda wapi? Leo hii mhasibu wa IFM amekuwa dereva daladala, si ndio? Amekuwa winga, amekuwa muuza kachori, muuza mchuzi wa pweza. Kwa mwisho wa siku unajiuliza maswali kwamba elimu niliopewa mimi ya udaktari nimepewa niuze mchuzi wa pweza, si ndio? Nimepewa niwe winga wa nguo kale yako. Hatukatai, hizo sio kazi mbaya, si ndio? Lakini unaponipatia professional, basi nipatie professional ambayo itadirect fanya hiyo professional wangu. So unanipatia professional ya udaktari afu baadaye naenda kuwa winga, inakuwa ni kitu ambacho ni something quite different, tofauti. Kwa hiyo tuige ni kwenye nchi ambazo zimejaribu kutumia strategies au hatua za kuondoa hizi changamoto. Ni kuna nchi kama China. Nchi kama China ni nchi ambayo kidogo tukiangalia ni kwa jicho la nyama, ni nchi ambayo imejaribu kutatua changamoto za vijana. Ni kwa kuanzisha hizi vocational training. Na pia sio vocational training, pia na viwanda. Umeona kwamba vijana tupo kadhaa, si ndio? Serikali inaunda sera ni kwa ajili ya kuanzisha viwanda. Na ukiingia China, changamoto zipo, lakini sio kama nchi za Kiafrika. Vijana wengi wameshajishikiza kwenye viwanda. Marekani vijana wengi wako kwenye viwanda. Kwa hiyo tunapo chukua jiwe na kutupa, jiwe la kwanza la kutupa tutupe mahala ambapo yule mtu akasema sisi tukizaliwa tunakuwa nini? Tunakuwa na hii kiumbe chake. Hiyo ni issue ya kwanza ya upande wa serikali. Na upande wa pili wa kulaumiwa au upande wa pili wa kugusa ni upande wa sisi wenyewe vijana. Nimekuwa nikiongea hii kauli, lakini watu wamekuwa wakinidoubt sana. Na sisi pia vijana tuna nafasi ya kutengeneza future yetu. Tunajua mabadiliko ya nchi sasa hivi yakoje.
Ulimwengu sasa hivi tunaujua ukoje. Yaani ulimwengu sasa hivi hakuhitaji wewe ukae ndani utumie TikTok alafu ukwambie njoo ofisini. Ukiona nani fursa za ajira hazipo, basi nani chekecha kichwa chako, tafuta ajira. Umesomea siasa, basi nani fungua asasi ya kunania kuelimisha watu kuhusu mambo ya demokrasia, si ndio? Umesomea nani, umesomea ualimu, basi nani fungua tuition watu waje wasome. Kwa hiyo nadhani pia tusiegemee upande mmoja kama nilivyosema toka awali. Ni kuna sehemu nyingi za kuegemea. Kwanza serikali kama serikali jitathmini, iangalie namna kurekebisha huu mfumo ambao watu wengi wamekuwa wakiulaumu mfumo wa elimu, na mimi pia naunga mkono mfumo wetu wa elimu kidogo una changamoto. Na si mimi peke yangu, hata nani bungeni wamekuwa wakijadili sana kila siku mambo ya elimu. Kuna mbunge mmoja alisema kwamba mtu unaingia chuoni unasoma miaka 3, mambo ya procurement, mambo ya ununuzi. Unasoma miaka 3 unanunua nini? Unafanya manunuzi gani miaka 3 yote? Leo hii unamaliza miaka 3 manunuzi, unakuja mtaani huna cha kununua. Kwa hiyo nadhani pia kwenye mfumo wa elimu pia tujaribu ni kuangalia namna ya kuweka ili utusaidie sisi tunapomaliza vyuo vyetu vya kati na vyuo vikuu, tuangalie tunaenda wapi. Sio tunamaliza chuo tumetumia zaidi ya milioni 11 kujisomesha, alafu tunakaa mtaani pasipokuwa na tija au pasipokuwa na msaada, kwa sababu jamii inatutegemea kwamba baada ya kumaliza chuo si ndio kioo, si ndio tusaidie jamii. Lakini baada ya kumaliza chuo mtu wewe ndio unakuwa kwa tuna mzigo. Umeona? Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. La mwisho tu la kumalizia, nadhani kuna nafasi pia sisi vijana, serikali na wadau mbalimbali kushikana mkono ni kwa ajili ya kuinua, ni kwa ajili ya kutatua hizi changamoto ambazo tunaona pia zimekuwa kikwazo katika kutatua shida za vijana. Na nadhani kwa kusema hayo niishie hapo, nisimalize muda. Kwa sababu mfumo tukiangalia kwa mfano kwenye mfumo wa elimu tuliowekea ni more theoretical rather than practical. Yaani mwanafunzi anaandaliwa kwa miaka maybe 12, anakaa darasani anasoma elimu ambayo inaweza kumsaidia yeye kuajiriwa na sio kujiajiri. Alafu then akimaliza unamwambia eti yeye baada ya kumaliza maybe miaka 12 aende tena VETA. Ya nini sasa? Yaani serikali labda ibadilishe mifumo. Watu wanavyoanza darasa la kwanza waweke mifumo ambayo mwanafunzi ataanza kupata mafunzo kwa vitendo na sio theory. Lakini ukizungumzia wanavyosema, kwa mfano alivyosemaga waziri mkuu aliyopita kwamba wanafunzi wakitoka waende VETA au watu wajiajiri. Unapozungumzia kujiajiri, mtu hawezi tu akamaliza chuo akafika akajiajiri. Anatakiwa awe na mtaji wa kuanza kujiajiri. Ndio maana sasa hivi tunaona vijana wengi wanaishia kuwa bodaboda. Lakini kama kungekuwa watu wanapewa mikopo, ambayo hiyo mikopo mtu anaweza kurudisha kwa asilimia ndogo, inamsaidia yeye mwenyewe kuwekeza kwenye vitu mbalimbali. Asante. Mimi ni Severin Anton, kama ambavyo nimeshakwisha kujitambulisha. Swali lako nitalijibu kwa muktadha wa kihistoria. Nikirudi awali kabisa, ndo nchi yetu inapata uhuru chini ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, akiwa anatengeneza mustakabali wa nchi yetu. Aliwahi kuzungumza kuhusu vijana. Aliwahi kusema katika mambo 5 ambayo ni muhimu katika maendeleo, kuna moja ambalo alilitaja ni vijana, na akataja sifa za hao vijana. Akasema ni wenye siha njema, wenye maadili na bongo kari. Sasa kuna wakati ambao ulifika akaambiwa, alitamka na naweza nikamnukuu, aliwahi kusema kwamba kama hamna umuhimu sana wa kutumia rasilimali zetu, ni heri tukaacha kwanza, alafu tutafute wataalamu watakaozitumia kwa uelewa. Nikirudi kwenye swali lako kwamba tuna changamoto ya ajira, lakini inasadikika kwamba vijana waliopo bado hawana ujuzi wa kutosha kutumia ujuzi wao kuweza kutatua hilo swala la ajira. Inakuwa ni uongo kwa muktadha wangu, inakuwa ni uongo kwa sababu hizi mitaala ambayo inatengenezwa na serikali yenyewe kupitia wizara husika au
tuseme sekta husika. Maanake sisi vijana tunakuwa kwenye hii mitaala, tunakuwa kwenye mitaala ambayo imeshakwisha kuandaliwa, na inasemekana kwamba kile ambacho nakisoma na nakiishi mara 100 ndio kinaamua asilimia kubwa ya maisha yangu. Maanake kama tunafundishwa namna ambayo tunafahamu, tunasoma historia za Ujerumani, tunasoma historia za wapi, nikimaliza ukaniambia nikajiajiri, ugumu unaanzia pale, kwa sababu unaendeje kuibadilisha kufahamu historia ya Ujerumani, unaendeje kuibadilisha historia kwenda kuwa kwenye kujiajiri? Ndio changamoto inapoanzia hapo. Maanake wengi wanaporilia kuwa na ile elimu ya kujitegemea inakupa urahisi, kwa sababu unapotoka umejifunza kutengeneza kiti, unaweza ukarudi nyumbani ukatengeneza kiti na ukawauzia hata pale nyumbani, lakini hapa inakuwa tofauti na hivyo. Lakini pia elimu yetu imejengewa mazingira ya kuelekezwa zaidi kuliko wewe kujijengea uwezo wa kufikiria. Na ndio maana inaweza kapita lecture nzima mwalimu atauliza tu nani ana swali, na kuna wakati ukiuliza swali mwalimu inageuka kuwa ni uadui, kwa sababu hatujajengewa mazingira ya kusimama sisi kujieleza, kuhoji na kutengeneza uwezo wa sisi kusimama na kujieleza popote. Kwa muktadha huo, lawama inaweza ikarudi kwenye wizara yenyewe, lawama inaweza ikarudi kwa serikali yenyewe na si kwa vijana, kwa sababu kijana kama angeweza kutengenezewa mazingira ya elimu nzuri, wala hata tusingeweza kumlaumu kwamba elimu haimsaidii. Maana kama elimu haimsaidii, nani anayeiendesha hiyo elimu? Kwa sababu sisi tunakuja kwenye mitaala ambayo tayari imeshakwisha kuandaliwa. Kwa kijana siwezi nikamweka kwenye lawama yeyote ya kusema kwamba hatuna ajira kwa sababu ujuzi tulionao hautoshi na rasilimali zipo. Na kwa nini ujuzi usitoshe wakati kila siku tunapoteza pesa na muda kwa ajili ya kusoma? Hivyo tu.